Bwana asifiwe, watoto wenye mko hapa. Bwana asifiwe tena. Tunawakaribisha katika hii ibada ya watoto. Hata wenye wako huko manyumbani tunawakaribisha. Na tunajua mko wazuri na mko salama. Hata kama kuna huu ugonjwa wa corona, tunawakaribisha. Msikie mko pahali penye panapofaa na mjue kwamba tunawapenda kama walimu wenu. Na tunajua mtaendelea kukaa ndani ya Kristo. Na tutakapokuwa hapo, tutaingia katika maombi na tuombe na tushukuru. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako asubuhi njema. Tunakushukuru kwa yale yote umetutendea. Baba, twaleta hii ibada ya watoto mbele zako. Twaiweka mikononi mwako, tukikuomba ukaweze kuanza na sisi na hata ukaweze kumaliza na sisi. Na tutakapofika katika kikomo cha hii ibada hii Bwana Mwokozi, tutakurudishia sifa na shukrani. Hata wenye wanaenda kupresent Bwana Mwokozi, twakuomba hata wao ukaweze kuwaongoza ndiposa wakaweze kupresent vizuri. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Na sasa tunaenda katika muda wa kupresent na tutaanza na Brian. Karibu Brian. My name is Brian Maina and I have a memory verse from book of Psalms 139:14. It says, I praise you because I am faithful and wonderfully made. My name is Francis Gadua and I have a memory verse. It's from the book of Philippians chapter 4 verse 13. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. Praise God. My name is Vanessa Hadassa and I have a memory verse. Our memory verse today comes from the book of Proverbs chapter 22 verse 4. It says, Humility and the fear of the Lord brings wealth, honor, and life. Thank you. Praise God. My name is Lewis and I have a memory verse from the book of Jeremiah chapter 18 verse 4. And it says, And the vessel he was making of clay was spoiled in the potter's hand, and he reworked it into another vessel as it seemed good to the potter to do. Tuwapigie makofi tena. Asanteni kwa hiyo presentations. Sasa tutasimama tuseme Children's Creed. Karibuni. I believe in God the Father, who loves me and hates sins, and his Son Jesus Christ, who died for my sins. I believe if I repent, he will forgive me and give me his Holy Spirit. I will pray to him diligently. Amen. Thank you. Sasa tutaenda katika hiyo kipindi kingine. Tutaenda kumkaribisha mwenye anaenda kutunenea wakati huu. Na tutaenda kukaribisha mwalimu wetu ambaye anaitwa Miles. Ndiposa akaweze kutupeleka mbele za Bwana. Karibu sana mwalimu. Praise God watoto. Praise God again. It's another good Sunday that God has given unto us. Si ni vizuri kuona leo siku ya leo? Si kila mtu anaweza kuona siku ya leo. So tutaanza kwa maombi. Let's pray. Our dear everlasting Father, we are before thy throne, O King of all mercies.
We pray that God, you may come and talk to us according to what you will want us to understand, O King. For there is no other God like. In the mighty name of Jesus, we pray and give thanks. Amen. Amen. So, watoto, siku ya leo tutaangalia kuhusu reading the Bible, the word of God. Sawa? Yes, there is a song that sings, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. So we want to do that, reading the Bible. So we are going to look at Psalms 119, verse 105. Psalms 119, 105. It says, your word is a lamp unto my feet and a light for my path. I repeat, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Miguu, si mnajua miguu yetu? Yes, our feet. Yes, it is a lamp to my feet. Inaruhusu tuweze kuona ni wapi tunatembelea. Si ndio watoto? Si ndio? Yes, and it says it is also a light for my path. Whatever time I am walking, it will guide me. So under that, we are going to look at faithfulness. We are going to look, God tells us in his word that he walks with the faithful and the blameless. Sindio? See, the word says that. So we are going, all of us, to go to the book of Psalms 101. Psalms 101, verse 2. Psalms 101, verse 2. Nani anaona? If you can see, yes. Psalms 101, Psalms 101, watoto nisomeni. Read it for me. I will be what? Careful. A blameless. When you came to me. Good. So let me read kwa sauti. I will be careful to lead a blameless life. When will you come to me? I will walk my house with a blameless heart. That is what the word, ambayo tumeambiwa hapa, the word is the lamp to our feet. The word is telling us, this is David amefika mahali ameweza kurealize ya kwamba Biblia inamwambia, or the word of God is telling him to be careful to live a blameless life. What am I trying to say today? I am trying to say this. God does not walk with the wicked. That is what his word says. His word says, kama wewe ni mtoto mbaya, he will not live in you. Kama wewe ni mtoto ukienda shule utatusiana, he will not live with you. Kama wewe ni mtoto utaiba hiyo 20 bob ya mom, uende PS, uende ukule lollipop, God will not live in you. Lakini David alifika mahali akarealize ya kwamba the word of God is telling him. Remember, he himself anarudi anatuambia kwa ile word yenye tumesoma, imetuambia ya kwamba the word is a lamp to my feet and a light to my path. Si ndivyo? Yes, that is what David saw. And being the word is the lamp to his feet, he also saw that the same word is saying that he becomes careful, that he will become blameless. Blame ni nini? What is blame? Blame ni kushtakiwa. Ni kama kuambiwa, wewe uliiba. So the blame is unto you, ya kwamba ile pesa ilienda ni wewe ulienda nayo. So inamaanisha being blameless ni venye hawezi kushtaki na kitu. Hawezi sema ni wewe ulichukua nini skari ukakula. Hawezi sema ni mama aliacha 50 bob ukakuja ukachukua. Hawezi. Kwa nini? Because you are careful to live a blameless life. That is what the word, in which is our lamp and a light to our path. Si ndivyo tumesema? We have said that the word is a light to our path. Si ndio? Our path towards spiritualism, our path towards becoming like
Christ. So I will be careful to live a blameless life. And when I become blameless, what will God do to me? He will come and dwell in me. Sawa sawa. He will come and be in me. Ndio maana tumesema tukianza ya kwamba God cannot stay in the wicked. Hawezi. He cannot stay in people who are wicked. Haezi. Kwa sababu gani? He loves people who are blameless, who are completely blameless. Verse 7 anasema kwa Psalms 101, anatuambia no one who practices bad things will dwell in his house. Wewe kama unafanya vitu mbaya huwezi enda mbinguni. Si kwa nyumba ya Mungu ni wapi? Si ni mbinguni? It is in heaven. So you cannot go to his house doing bad things. Hawezi. Even ndivyo Biblia inatuambia. That is what the word is guiding us to understand. Inatuambia kwamba no one who speaks falsely and will stand in my presence. Kuspeak falsely kufanya kudanganya, si ndio? Kudanganya inamaanisha kwamba mtu anadanganya hawezi simamishana na Mungu. Kufanya nini? That is wickedness. Kudanganya ni mbaya. Kuiba ni mbaya. Si mnajua the 10 commandments? The 10 commandments kuna kuiba, kuna kuua, kuna kucovet. Si mnajua kucovet? Kutamani kitu chenye si chako, si ndio? Kuna kutoobey your parents, kuna kuworship other gods. Si mnazijua hizo the 10 commandments? So whoever breaks those commandments, whoever does not walk according to those commandments will not stay in the house of the Lord. God cannot dwell in him. Even ndivyo nasema in him or her. Hawezi. That is why David anasema vizuri sana. Nitakuwa very careful to walk a blameless life. To live a life ya kwamba Mungu akikuja saa hii hawezi niambia Miles ulikuwa umefanya kitu mbaya, so wewe huwezi enda mbinguni. Hawezi akuja akanipata nikifanya kitu kibaya. He will be careful to walk a blameless life. Children, sasa ni wakati wetu wa kuacha kufanya vitu vibaya. God wants us to walk in this path that he is giving us the light venye tumesoma kwa Psalms 119. He is also telling us in this path, hataki watu waongo, hataki watu wanafanya vitu vibaya. He does not want people who are not living according to his commandments. He wants people who are blameless, wenye hawana makosa kabisa. Jesus Christ lived a blameless life, a completely blameless life. Jesus hakuna makosa mimi naweza jua alifanya. Enye tunaweza sema it is a sin. I am not sure he did even one of them. So we are trying to live like Christ. So being like Christ, we have to be blameless. Hatuna makosa, so that we can dwell in the house of the Lord. We have to be very, very blameless. So, nataka our memory verse today is the same thing tumesoma leo bado. Psalms 101 verse 2. Ndio hii? That is our memory verse. It has not changed. That is our memory verse. Psalms 101 verse 2. I will be careful to do what? To live a blameless life. Si ndio? Yes. So hii ndio memory verse yetu ya leo. I will be careful to lead a blameless life. When will you come to me? I will walk my house with blameless heart. So nataka tuache ka homework kidogo. Nataka uchukue karatasi. Uchukue karatasi kama hii yangu. Si unaona hii yangu inakaa manila? Wewe unaweza chukua karatasi kama umekosa manila. Then nataka uigawanyishe mara mbili kama mimi. Si unaona nimeigawanyisha mara mbili? Nikaandika the faithful and the unfaithful. Si mnaona hiyo? Mnaona? Yes. Nataka udiandikie wale watu wenye kwa Biblia uliona walifanya makosa. That is what we are calling unfaithful. Wenye walifanya makosa, wenye they did not live a blameless life according to what the word is telling us. Uandike chini. I just want 4. Na usiandike wale nimeandika. Nimeandika kwa unfaithful, nimeandika Saul, nimeandika Nebuchadnezzar na nimeandika Jonah. Where did Saul become blameless?
alikuwa blameless saa zile aliambiwa aende auwe kila mtu kwa vita na asibakishe kitu. Si mnakumbuka hiyo story? Do you remember that story? Where he was told to kill everything auwe. Lakini yeye akaona ng'ombe nono sana. Akaona mbuzi inakaa vizuri. Akaamua kubeba in the name of sacrifice. Nebuchadnezzar alikula nyasi miaka ngapi? 7. This one, huyo, kwa sababu alikuwa amefanya nini? Makosa. Jonah alitumwa akakataa kuenda. Na akamezwa na whale ili iweze kumpeleka pale alikuwa anapaswa kuenda, inaitwa Nineve. Aya, those are the blameless, are the blameful ama the unfaithful. Si unaona nimeandika hapo? Then hapa kwa faithful ni wale wenye they lived blamelessly. Sawa. Tunaona Abraham si tunamuitanga the father of faith. Si ndio? Yes, so he is a faithful man. Sawa. Number 2 ni yule mwenye anatuambia kenye tumesoma leo. Anaitwa David. He is saying that he will be careful to live a blameless life. Number 3 tuko na Job, si mnakumbuka story yake? Job alinyang'anywa kila kitu, watoto wake, vitu zake zote, akapewa diseases, and he still remained in the Lord. Aya 4 tukaandika nani? Joseph, he still remained faithful, blameless unto the Lord, even when he was a governor. Sinto. So nataka ufanye hivyo, uchukue karatasi yangu, ugawanyishe mara 2, then you write for me those people. Then uonyeshe mom ama dad. Umwambie mom, tuliambiwa tufanye hii kama homework. Na umwambie akusaishie. So we have come to the end of our lesson today. We have said that our memory verse will be Psalms 101 verse 2. David anasema, I will be careful to lead a blameless life. When will you come to me? I will walk my house. I will walk my house with blamelessness. Sawa. That is our memory verse of today. So leo tumesoma kuhusu the word of God being the light to our path. And this word of God ikakuja ikatuambia kwamba God does not walk with the wicked. Si ndivyo tumesikizana? Si ndivyo the word has told us? So then tukachukua memory verse yetu, tukasema David alituambia akasema he will be careful to lead a blameless life. Then tukapeana homework kadogo ya kugawanyisha karatasi mara 2 na kuandika the faithful and the unfaithful, ama the blameless and the blameful. Sawa? Yes, so we have come to the end of our lesson today. Mbarikiwe sana watoto mnavyoanza a new week. Muanze a new week mkiwa blameless, and you become reading the word of God. Ndio mjue the word of God inatuambia nini. So you become good boys and girls hata mkiwa huko nyumbani, na msisahau kusoma. Sawa? Yes, so have a nice week. Thank you. Mpigie makofi tena. Wow. Ati tumejifunza aje? Ati ukikaa na mambo mabaya, ati hakuna venye Mungu anaweza tembea na wewe. Hebu na tujifunze kukaa ndani ya Mungu, ndiposa akaweze kutuongoza kulingana na njia zake. Ubarikiwe sana na Mungu. Sasa tutaenda kumalizia na maombi, na tutamkaribisha Elder Martin akuje atumalizie kwa maombi. Karibu sana Elder. Asifiwe watoto. Tunataka kushukuru sana kwa sababu ya service ya siku ya leo na wale wako nyumbani. Na sasa wakati huu tunataka kuomba kwa sababu ya watoto. Ninaitwa Elder Martin Jau, nimeokoka. Wacha tuombe kwa sababu ya watoto. Our God and our Father, we come before you this day. We want to give thanks and glory to you because you are our Father and there is none like you. We want to thank you, Father, because of our children who are a gift to us. We want to commit them into your able hands, Heavenly Father. The Lord, the service of today is a colorful service, is a wonderful service. So we want to remember even those
who are at home, we want to commit them into your able hands because you are God that is mighty. Heavenly Father, we pray that, Lord, you are going to keep on taking care of our children in whatever they do, every morning and every evening and every time. Be upon them because you are our Father. My God and our Father, we want to pray for their parents. Continue, Father, to provide for them, that these children may get food, may get clothing, may get the comfort that they need in their homes. And so, Heavenly Father, we want to thank you, and we want to commit all ourselves into your able hands. As they grow, Heavenly Father, we commit them to you, O Lord. That, Lord, you continue, Father, to bless them. You continue, Father, to uplift them. Lord, we pray that, Lord, you remove diseases from them, give them a good health, so that, Lord, as they continue even to learn, as they continue, Father, to go even to school when they open, we commit them into your able hands. Cover them, Lord, with the blood of Jesus Christ. And we pray, Father, believing and trusting in your name. In Jesus Christ we pray and give thanks. Amen, amen. Tasema the grace. Tusimame. Seme the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Tumefika katika kikomo cha hii ibada ya leo, ya siku ya leo. Mwenye alikuwa anawaongoza anaitwa Peter Ndiba na ameokoka na Kristo ni Mwokozi wa maisha yangu. Amen.